Bwana, habari za wakati huu, mfuatiliaji wa Bongo News TV. Bila shaka uko unaendelea vizuri na unaendelea na harakati zako, na inshallah Mungu akufanyie wepesi uweze kufanikishwa kwenye kile ambacho wewe mwenyewe umeweza kujipangia kwa mwaka 2026. Leo ni siku tulivu ambayo nimekuandalia taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini moja kubwa ya taarifa ambayo niliyokuwa nayo hapa ama zinazozungumzwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, nimepita sehemu tofauti tofauti kule X ama Twitter, nimekutana na mjadala mmoja unayemhusu mchezaji Neo Mahema ambaye yeye anakichafua katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kama tunavyoweza kufahamu kwamba Neo Mahema alikuja katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba akiambatana na Rushen De Reuck, ambaye mpaka hivi sasa Rushen De Reuck tayari ameshaweza kusaini mkataba mpya wa mwaka mmoja kuendelea kukitumikia kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwa upande wa Neo Mahema imekuwa tofauti kidogo, yeye ajiongeza mkataba wa aina yoyote. Maswali yako mengi. Sababu kubwa ni hipi ya mchezaji Neo Mahema kuacha kusaini ama viongozi wa Simba kumpatia mkataba mpya mpaka hivi sasa? Issue iko hivi kwamba mpaka hivi sasa bado viongozi wa klabu ya Simba wamekuwa na mvutano mkubwa, wengine wakiamini kwamba Neo Mahema ana msaada wote ndani ya kikosi cha Simba na wanahitaji mchezaji mbadala ama mwenye uwezo mkubwa kumpita Neo Mahema ili aweze kuwa fiti na kuweza kuendana na kasi ambayo waliokuwa naye katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia kuna upande mwingine ambao unaamini mchezaji Neo Mahema aendelee kusalia ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo mvutano huo ndio ambao unapelekea mpaka hivi sasa haujafahamika hatma halisi ya mchezaji Neo Mahema kama kuelekea kwenye msimu wa mwaka 2026 2027 atakuwa moja kati ya mchezaji wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba ama kikosi hicho kitamrejesha kule ambako waliweza kumchukua. Kwa hiyo bado mvutano huu unaendelea baina ya pande zote mbili, wengine wakiamini kwamba ni mchezaji sahihi, lakini wengine wakiamini kwamba uwezo aliokuwa nao ni mdogo, anahitaji mchezaji bora zaidi kuliko Neo Mahema. Wewe kwa namna ambavyo unaona anacheza mchezaji kama Neo Mahema, unafikiri viongozi wa Simba ambao wanavutana huku na huku, wengine wakiamini kwamba ana kabisa kipaji hicho cha kuweza kuifikisha Simba pale ambapo anahitaji, lakini wengine wakiamini hivyo ambavyo wanaamini kwamba aendelee kusalia, wewe unasimama upande upi, kwamba Neo Mahema aondoke ndani ya kikosi cha Simba ama aendelee kusalia kwa lengo tu kile kiwango alichokuwa nacho ni sahihi kucheza ndani ya kikosi cha Simba? Hayo yote tuandikie komenti yako hapo chini na sisi tutakujibu, tuendeleze mjadala wetu huu kwa namna ambavyo Simba inaonekana na iweze kuwa bora zaidi kuelekea katika msimu wa mwaka 2026 2027. Lakini pia kuna tetesi zinayemhusu mchezaji Libase Gay kwamba inasemekana, japokuwa bado haijakuwa taarifa rasmi zaidi, kwamba kuna timu inamhitaji kutoka Libya pale, inamhitaji huduma yake. Sasa bado kuna mvutano pale katika klabu ya Simba, wengine wakisema kwamba huyu mchezaji Libase Gay ni mbinafsi akiwa uwanjani, japokuwa ana kasi, ana uwezo mkubwa, ni moja kati ya mchezaji mzuri sana. Ukiangalia katika sajili ambazo zimefanywa na kwa namna ambavyo anacheza Libase Gay, moja kwa moja kwangu mimi ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kuifikisha Simba kule, lakini kuna timu ambayo inamhitaji. Lakini mimi ukiniambia nizungumze kuhusiana na Libase Gay, naweza kusema kwamba Libase Gay ni mchezaji muhimu ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, na Simba wasifanye mzaa labda kwamba aondoke watampata mbadala. Ukiangalia mikimbio ya Libase Gay ni kama Stefani Aziz Ki. Sio Stefani Aziz Ki huyu ambaye hivi sasa ana suasua ndani ya ubora wake, hapana. Stefani Aziz Ki yule wa Yanga ile ambaye anachukua back to back mara 4 ndio ule ambaye mikimbio hii ya Libase Gay. Angalia uwezo wake wa kupiga, angalia namna ambavyo ana receive mpira. Lakini Simba akifanya mzaa wakasema tumwachie ama wamuuze, aisee, watakuwa wamefanya kosa moja kubwa sana ambalo wataweza kulijutia, kwa sababu siwezi kufahamu kama katika nyakati za hivi karibuni
klabu kama ya Simba inaweza kupata mchezaji kama yule, kwa sababu tunajua walipitia kipindi kigumu, lakini kuacha mchezaji kama huyu, kwangu mimi ukiniuliza, haondoke ama asalie, wasimuuze Simba, watakuwa wamefanya kosa moja kubwa sana. Hizi tetesi ziishie hapa hapa kwenye tetesi kwamba anahitajika, ila kusiwe na ukweli wa aina yoyote. Narudia tena, kusiwe na ukweli wa aina yoyote kuhusiana na mchezaji kama Libase Gay kuondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Hayo ni maoni yangu tu, lakini pia na wewe unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi hapo chini. Lakini kikubwa, niendelee kukushauri, bado tuna safari ndefu sana, wanafamilia wa Bongo News, tuweze kufikia pale ambapo sisi tunapahitaji. Kwa hiyo dondosha komenti yako hapo chini, tuweze kutengeneza kitu kilichokuwa bora. Lakini pia tunapokea ushauri, unafikiri kitu gani tukiongeze kwenye hii chaneli yetu ya Bongo News ili tuweze kutimiza zile. Na wewe ambaye kila siku unatufuatilia, usiboeke, au sio bwana? Tupige exclusive za kutosha, ama tupige tetesi za kutosha, ili uweze kupata hayo yote kupitia hapo hapo ulipo. Bye bye. Kikubwa sawa tu kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment.